Fasihi ilivyo sanaa. Ujambo na karibu Teachkrest, mimi na udha wako Vikerubo. Na leo tunataka tujifunze kuhusu fasihi, literature. Na tunasema kwamba fasihi ni sanaa ya lugha. Tukimaanisha nini? Ni sanaa kwa sababu huu ni ufundi ambao binadamu hujaribu kuwasilisha hisia zake na fikra. Hivyo unapata pia kwa fasihi inakuwa ni sanaa ya lugha kwa sababu moja, lugha hutumiwa, ndiyo inafinyangwa, inapambwa, na tunatumia tamathali mbalimbali, labda tashbihi, jazanda, istiara na kadhalika ili kuwasilisha ujumbe wetu. Haya, kwa mfano ukiangalia kazi tuseme ni kigogo, utaona neno kigogo lenyewe limetumiwa kimafumbo. Kuashiria nini? Wewe ndiye utaweza kujibu. Haya, jambo la pili. Fasihi ni sanaa kwa sababu ina umbo mahususi. Kwa mfano ukiangalia kama ni ushairi. Kipera hiki unapata kwamba kina umbo lake mahususi. Mwanzo kinatumia beti, unapata kuna mishororo. Licha ya hayo unapata lugha ya kukata, lugha mkato hutumiwa. Na pia kuna vipera vingine ambavyo vinatumia lugha ya nathari. Hadithi fupi, kuna tamthilia, na haswa kwa tamthilia ina umbo mahususi kwa sababu kutakuwa na majibizano baina ya watu na kadhalika. Kama ni riwaya utaona ikiwa ndefu, novela itakuwa ni na umbo au lugha ambayo ni ya nathari, lugha ambayo ni ya kiriwaya, ambayo ni ya mjazo kutoka mwanzo hadi mwisho. Jambo la tatu, tutapata kwamba tunasema fasihi ni sanaa kwa sababu inafinyanga lugha ili kuweza kusawiri wahusika. Lazima uwe mbunifu ili kuweza kusawiri wahusika wako, wawe na labda sifa fulani, waweze kubeba ujumbe fulani, wanavyo kulingana tu utakavyo finyanga, ili waweze kuwa hawakinzani na wahusika wengine. Hivyo inamhitaji mtunzi awe mbunifu. Jambo lingine ni kwamba katika usawiri wa mandhari tunaona kwamba fasihi huwa ni sanaa kwa sababu ili kusawiri mandhari fulani, labda huko ambako niko nyuma utaona kuna miti, kuna shule. Hivyo tunatumai kwamba mtu yeyote, tuseme kama ni mtunzi wa kazi fulani, atakapokuwa na sawiri mandhari, ataeleza kikamilifu na kiubunifu ili tuweze kupata taswira halisi ya mandhari hayo. Sio kama ni mandhari ya shuleni, tunaweza kujua kwa sababu tutakuwa na bendera pale, tutakuwa na darasa, kuna miti na kadhalika, labda kuna majilisi. La mwisho, utapata kwamba fasihi ni sanaa kwa sababu lazima pawe na ufundi unaotumika ili kusawiri mambo yalivyo, ili kuakisi mambo ya jamii. Kwa sababu tunasema fasihi ni kioo cha jamii. Hivyo basi hatuna budi kuonyesha jinsi fasihi ni kioo cha jamii. Hivyo lazima tuweze kueleza kwa kiufundi mambo yalivyo, kama ni kiuchumi, kitamaduni na kadhalika. Njia tano ambazo fasihi ni sanaa. Hivyo inajikita katika matumizi ya lugha, inajikita katika usawiri wa mandhari, inajikita katika umbo mahususi la fasihi teule, inajikita pia katika usawiri wa wahusika na pia katika usawiri wa yale yaliyo katika jamii. Hadi wakati mwingine, nimekuwa na udha wako Vikerubo. Usisahau kusubscribe, kushare, hata kulike kwenye comment section, na pole kwa sauti inayotoka kule. Kwaherini.